Neno la Mungu linatukumbusha yafikirini yaliyo wapi? Yaliyo juu. Ndio kwa maana Yesu wakati alikufa wakati Yesu amepaka sema kwamba nenda kuandalia makao. Amen. Inamaanisha ukiishi hapa mama, baada ya kuendesha gari, baada ya kula vizuri, baada ya kuzaa watoto, kuna kitu ambacho inaitwa makao. Na wale ambao watamiliki hiyo makao ni wale ambao wameishi wakifikiria kwanza huko zaidi. Kwa maana kuna mtu ambaye amekataa kujichafua kwa maana amesema, lakini kweli hata hii simu nisipate leo, si kesho nitakufa. Hata hii mali iende, si kesho nitaacha, lakini baada ya maisha hapa hivi kuna kitu ambacho kinaitwa makao. Nitarudia kwa kusema ya kwamba ukitembea usiku na mchana, usije nikubali vitu vya dunia vimeze moyo wako. Kwa maana vitu vya dunia vyote ni bure sana. Timotheo wa kwanza 6:9 unasema, Wasabe nasema kwa maana hatukuja na kitu duniani, hivyo hivyo hatuwezi enda na kitu duniani, hatuwezi enda tena na kitu huko juu, kwa maana tumekuja utupu na tutarudi utupu. Nasema ya kwamba yule atakayeshinda ya kwanza ni lazima umtazamie Mungu, na baada ya kumtazamia Mungu ni lazima utafute mambo ambayo yako juu, mahali anakaa. Kila siku ukitembea, kila siku ukikuja kanisani, je, nini nafanya ukuje kanisani kwanza? Ni Mungu ama ni wanadamu? Kuna watu hawakuja kanisani kwa maana hawapata viatu. Hii viatu vimeshazeeka jamii, sita kanisani. Kuna watu ambao wanakuja kanisani kwa ajili ya shughuli zao na si kwa ajili ya Mungu. Lakini katika hii ujumbe naona ya kwamba lengo la kwanza la wewe kuja kanisani ni kwa ajili ya Mungu. Kwanza, si hata baraka. Si hata miujiza, kwa ajili ya Mungu kwanza. Kwa ajili ya Mungu kwanza. Kama umefufuliwa, tafuta kwanza mambo ya juu, mahali Yesu anakaa. Watu wachache tu ambao wametafuta vitu ambavyo viko mahali Mungu anakaa